In the book of Luke chapter number 4, Kitabu cha Luka sura ya 4, the Bible says, Biblia inasema, when you look down in verse number 14, I believe, ukiangalia mstari wake wa 14, when Jesus returned, then Jesus returned in the power of the Holy Spirit of the Spirit to Galilee. Yesu akarudi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu akaenda Galilaya. And news of him went out throughout the surrounding region. Habari zake zikaenea katika nchi za kando kando. And the Bible says, and he taught in their synagogues, being glorified by all. Biblia inasema naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. And so he came to Nazareth where he had been brought up. And as it was his custom, he went into the synagogue Na kama vile ilivyo desturi yake akaingia sinagogi on the Sabbath day siku ya Sabato and stood up to read. akasimama kusoma. Hallelujah. Hallelujah. And he was handed the book of the prophet Isaiah. Akapewa chuo cha nabii Isaya, And when he had opened the book, akakifungua chuo, the place where it was written, akatafuta mahali palipoandikwa, the Spirit of the Lord is upon me, Roho wa Bwana yu juu yangu, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. He has sent me to heal the brokenhearted, Amenituma kuponya waliovunjika mioyo, to proclaim liberty to the captives, kuwatangazia uhuru waliofungwa, and recovery of sight to the blind, na vipofu kupata kuona tena, and to set at liberty those who are oppressed, na kuwaacha huru wote waliosetwa, to proclaim the acceptable year of the Lord. na kutangaza mwaka wa Bwana ulio 2021 is the acceptable year of the Lord. mwaka To 2021 ni mwaka proclaim the uliokubalika. acceptable year of the Lord. Kutangaza mwaka uliokubalika na Bwana. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Utukufu The uwe kwa Mungu. Bible says, and he closed the book. Biblia inasema kisha akakifunga chuo, He gave it back to the attendant. akampatia yule mtumishi, He went back and sat where he was sitting. akaketi mahali alipokuwa ameketi. The eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Wote waliokuwa sinagogi wakamkazia And macho. he opened up his mouth and said, Akafungua kinywa chake this akamwambia, day this scripture is fulfilled in your hearing. leo hii maandiko haya yametimia. Today this scripture is fulfilled in your hearing. Leo hii maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Jesus found himself in the scriptures. Yesu akajipata katika maandiko. Hallelujah. Hallelujah. What Isaiah had spoken, Kile ambacho Isaia alikuwa amenena, Jesus came and fulfilled it. Yesu akaja naye akaitimiza. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And he said to them, this scripture is fulfilled in your hearing. Akawaambia andiko hili limetimia sikioni mwenu. To God be the glory. Utukufu ni kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. When you find yourself in the scriptures, you will never be the same. Unapojipata katika maandiko hautabaki vile ulivyokuwa. Hallelujah. Hallelujah. But when you find yourself in the scriptures, Lakini unapojipata katika maandiko, you develop authority. wewe unakuza mamlaka. You become resilient. Unakuwa mtu ambaye hawezi You kuondoshwa. are confident of who you are. Unakuwa na ujasiri ya yule uliye. To God be the glory. Utukufu kwa Mungu. And so as a child of God, Kwa hivyo ukiwa mtoto wa Mungu, it is important for you to know that you are a king. ni muhimu ujue ya kwamba wewe ni mfalme. You are a king. Wewe ni mfalme. I want you to declare, I am a king. I am a king. Hallelujah. 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 And every king rules by speaking. Na kila mfalme hutawala kwa kunena maneno. Every king rules by speaking. Kila mfalme hutawala kwa kunena. When the king is silent,
mfalme akiwa kimya, nothing is happening in his kingdom. hakuna kitu ambacho hutendeka katika himaya yake. A king rules by speaking. Mfalme hutawala kwa kunena. That's why the Bible says whatever you bind on earth, it is bound in heaven. Ndiposa Biblia inasema chochote utakachofunga hapa duniani hata mbinguni kimefungwa. Whatever you loose on earth, it is loosed in heaven. Utakachofungulia hapa duniani hata mbingu kitafunguliwa. Therefore, you have to develop a habit of speaking. Kwa hivyo lazima uwe na mazoea ya kuzungumza. We rule by speaking. Tuwatawala kwa maneno. The Bible says, I've given you authority to trample on snakes and scorpions, Biblia inasema nimekupa mamlaka ya kuwakanyanga nyoka na ngee, and over all the powers of the enemy. na dhidi ya nguvu zote za adui. Nothing shall be impossible for you. Hakuna kitu kitakachokuwa kigumu But kwako. the only way to overcome the enemy is by speaking. Njia ya pekee ya kumshinda adui ni kupitia kwa kunena. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. A king must make decrees. Mfalme ni lazima atoe matangazo. You must declare. Lazima utangaze. Bible says, declare a thing and it shall be established. Biblia inasema tangaza jambo nalo litaimarishwa. When a king declares, Mfalme anapotangaza, whatever he declares, it is already done. chochote anachotangaza tayari kimetendeka. Because the word of the king is a law. Maana neno la mfalme ni sheria. Praise the name of the Lord. Bwana atukuzwe. In the book of Revelation, chapter number 5, verse 9 and 10, Katika kitabu cha Ufunuo 5 mstari wa 9 na 10, the Bible says, and they sang a new song saying, Biblia inasema waliimba wimbo mpya wakisema, you are worthy to take the scroll. wastahili kuchukua kile kitabu. You are worthy to take the scroll Wastahili kuchukua kile kitabu and to open its seals. na kufungua mihuri yake. For you were slain Maana ulichinjwa and have redeemed us to God na umetukomboa kwa Mungu wetu by your blood. kupitia kwa damu yako. And out of every tongue and every tribe, Tokana na kila kabila na kila lugha. out of every tongue and every tribe, Tokana na kila kabila na kila lugha and people and nation. na watu na mataifa. And you have made us kings. Nawe umetufanya kuwa wafalme. You have made us kings Umetufanya kuwa wafalme and priests to our God. na makuhani kwa Mungu wetu. And we shall reign on the earth. Nasi tutamiliki juu ya nchi. Wow. Wow. We shall reign on the earth. Tutamiliki juu ya nchi. To God be the glory. Utukufu uwe ni kwa Mungu. Jesus himself has made us kings and priests. Yesu mwenyewe ametufanya kuwa wafalme na makuhani. And this dominion called the earth, we reign. Na hii himaya inayoitwa ulimwengu tunatawala. To God be the glory. Utukufu uwe kwa Mungu. In the book of Revelation chapter number 1 verse 4, Katika Ufunuo 1 mstari wa 4, going on through verse 8, tutasoma mpaka mstari wa 8. the Bible says, John to the 7 churches which are in Asia, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyo Asia, grace to you and peace from him who is, sifa kwenyu na amani kwa yeye aliye, and who was and who is to come, aliyekuwa na ambaye yuaja, and from the 7 spirits which are before his throne, na kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi, and from Jesus Christ, the Eh. faithful witness, tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu, the firstborn from the dead, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, and the ruler over the kings of the earth. na mkuu wa wafalme wa dunia. And we already know who these kings is referring to. Tayari tuwajua hawa wafalme anaonena kuwahusu ni akina nani. It is not the Queen of England. Si yule malkia wa Uingereza. The kings that the Bible is referring to is these kings who are seated here today. Wafalme ambao Biblia inanena kuwahusu ni hawa wafalme ambao wameketi kwa hili kanisa It siku is ya leo. those kings who are watching on social media right now. Ni hawa wafalme wanaotutazama kwa mitandao za kijamii The sasa hivi. firstborn from the dead, Mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wale waliokufa, and the ruler of all over the kings of the earth. na mtawala anayetawala wafalme wote wa hapa duniani. To him who loved us and washed us
from our sins. Kwa yeye aliyetupenda na akatusafisha tokana na dhambi zetu With his own blood. kwa damu yake mwenyewe, And has made us kings and priests. There naye you go. ametufanya wafalme na makuhani. Has made us kings and priests Ametufanya kuwa wafalme na to makuhani his God and Father. kwa Mungu wake na Baba yake. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Kwake uwe utukufu na tawala milele na milele. Amina. It gives you freedom to know that you're a king. Itakusaidia kuwa huru kujua ya kwamba wewe ni mfalme. It will give you freedom when you begin to confess. Itakufanya uwe huru utakapoanza To kukiri. confess your freedom. Kukiri uhuru wako. To believe in your freedom. Kuamini ile uhuru To ulionayo. act on your freedom. Kutembea katika uhuru wako. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Utukufu ni kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Your full pardon has been granted. Sasa hali yako ya msamaha tayari umepewa. Your prison door has been opened. Milango yako yote ya gereza ishafunguliwa. Your bondage is past. Kifungo chako kilifika mwisho. What God says is yours, it is yours. Ile ambayo Mungu amesema amekupa ni yako. God is not man that he should lie. Mungu siye mwanadamu aseme uongo. He is not a son of man that he should change his Na mind. siye mwana wa Adamu agairi alichosema. If he has spoken it, he will fulfill it. Yeye ameisema kisha atatimiza. Hallelujah. Hallelujah. You must believe it and you must confess it. Lazima uiamini kisha uikiri. But then you must take it to the next point. Lakini lazima uiinue kwa kiwango kingine. You must act on it. Ni lazima utende. Because faith without action is dead. Maana imani pasipo matendo imekufa. Hallelujah. Hallelujah. This is a principle. Hii ni kanuni. You possess what you confess. Wewe utamiliki kile ambacho utakiri. If you confess it, you possess it. Ukikiri utaipata. Hallelujah. Hallelujah. That's why faith is interesting. Ndiposa imani ni kitu cha kusisimua. The Bible says, let the weak say, I am strong. Biblia inasema wacha yule mdhaifu aseme niko na nguvu. Because when a man or a woman of faith says they are strong, Maana mtu wa imani wa kike na wa kiume akisema anayo nguvu, then they call strength. basi wanaitisha nguvu. Whatever you confess is what you possess. Chochote utakachokiri ndicho utamiliki. The Bible is not contradicting what you're feeling. Biblia haiendi kinyume na kile ambacho unahisi. You may be feeling weak, but don't declare that. Waweza kuwa unajihisi ya kwamba una udhaifu, lakini usitangaze hiyo. Because you're a king, Maana wewe ni mfalme, you have to declare, I am strong. ni lazima utangaze ya kwamba niko na nguvu. And those words have the power to bring strength to your body. Na maneno hayo yana uwezo ya kuleta nguvu ndani ya mwili wako. When you talk right, Ukizungumuza iliyo sawa, you train yourself to think right. unajifundisha kuwaza kwa njia iliyo sawa. And then you begin to act right. Kisha unaanza kutenda matendo iliyo sawa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. You will never be able to rise above your words. Hautaweza kuinuka zaidi ya maneno yako. If you talk defeat, Ukijizungumzia kushindwa, if you talk failure, ukijizungumzia kufeli, if you talk anxiety, ukijizungumzia wasiwasi, if you talk sickness, ukijizungumzia if you ugonjwa, talk unbelief, ukijinenea kutokuamini, you will live at that level. utaishi katika hicho kiwango. That principle never fails to work. Hiyo kanuni huwa haikosi kutenda kazi. Hallelujah. Hallelujah. With your words you paint a public picture of your inner self. Kwa maneno yako unachora picha ya kuonekana hadharani kuhusu vile ulivyo ndani. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tokana na utele iliyo ndani ya moyo, kinywa cha mtu hunena. What you speak is what you really believe. Kile ambacho unasema ndicho unachoamini kabisa. Hallelujah. Hallelujah.
To God be the glory. Utukufu uwe kwa Mungu. Therefore, don't talk disease. Kwa hivyo usijizungumuzie magonjwa. Don't be sitting down all night talking about COVID-19. Usiketi usiku nzima ukinena kuhusu COVID-19. That is not what you are called to speak. Wewe haukuitiwa kunena kuhusu hiyo. To God be the glory. Utukufu uwe kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. But if your mind and heart are filled with God's word, lakini kama mawazo yako na moyo wako imejazwa na neno la Mungu, you will talk the word of God. Wewe utazungumza neno la Mungu. Because that is what you really believe. Maana hicho ndicho unachoamini kabisa. You will declare the word of God. Utatangaza neno la Mungu. You will confess. Utakiri the word of God. Neno la Mungu. Because your confession is your real faith talking. Maana ungamo lako ndio imani yako ya kweli ikizungumza. Book of Matthew 10:32, the Bible says. Kitabu cha Mathayo 10:32. Actually, Jesus on this scripture, he demanded that you do not only believe on him. Yesu katika hii andiko alidai ya kwamba usimwamini tu, but you also confess him before people. Bali pia umkiri mbele za watu. That's why when people give their lives to Jesus, ndiposa watu wanapoyatoa maisha yao kwa Yesu, they also confess. Pia huwa wanaungama. It starts by believing. Huanza kwa kuamini. And then confessing. Kisha maungamo. Hallelujah. Hallelujah. You must train yourself to speak what Jesus says. Lazima ujifundishe kunena kile ambacho Yesu alisema. Hallelujah. Hallelujah. Because the word of God, it is God himself speaking. Maana neno la Mungu ni Mungu mwenyewe anazungumza. The word of God is God himself speaking. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe anazungumza. It reveals the mind and the will of God. Inatudhihirishia mawazo na mapenzi ya Mungu. The word of God is alive. Neno la Mungu liko hai. His word is alive. Neno lake liko hai. It abides forever. Hilo neno la dumu milele. God's word will never pass away. Neno la Mungu halitapita. Because it is God himself. Maana ni Mungu mwenyewe. Therefore God's word is eternal. Kwa hivyo neno la Mungu ni la milele. Remember, God can never fail. Kumbuka Mungu hawezi kushindwa. The scripture cannot be broken. Maandiko haiwezi. According to John 10:35. Kulingana na Yohana 10:35. Hallelujah. Hallelujah. That's why it says in the book of Isaiah 55:11. Ndiposa akasema katika kitabu cha Isaiah 55:11. God has said, Mungu amesema, my word that goes out of my mouth shall not return to me void. Neno langu linalotoka kwenye kinywa changu halitanirudia bure. But it shall accomplish the thing whereto I sent it. Bali itatimiza kazi yote kule ninako. Whatever God speaks, it accomplishes. Lolote ambalo Mungu hunena huwa neno lake linatimiza. But I want you to know that God has brought us to that same level. Nataka ujue hivi, Mungu ametufikisha kwa hicho kiwango. That what you speak has to be accomplished. Ya kwamba kile ambacho unanena lazima itimie. Don't concern yourself with how things are going to work out. Wewe usisumbuliwe na vile mambo itakuwa. It is none of your spiritual business. Hiyo sio shughuli yako ya kiroho. Just declare. Wewe tangaza. To God be the glory. Utukufu kwa Mungu. Declare it. Wewe tangaza. Believe it. Amini. And then stay put because God is faithful. Kisha ukae pale wima maana Mungu ni mwaminifu. Though it tarries, it will surely come. Kwa wakati wa Mungu itatimia. That's why the Bible says though sorrow may endure for a night. Ndiposa Biblia inasema kilio huenda kikakaa usiku. You can hope that joy is coming in the morning. Unaweza kuwa na tumaini ya kwamba furaha yaja asubuhi. To God be the glory. Utukufu uwe kwa Mungu. Great things he has done. Ametenda mambo makubwa. There is nothing impossible with God. Sikia hii, hakuna jambo ngumu kwa Mungu. There is no height that God cannot take you. Hakuna kiwango cha juu ambayo Mungu hawezi kukupeleka. There is nothing permanent in you. Hakuna kitu cha kudumu ndani yako. You declare things. Wewe ukitangaza mambo, they come to pass. Itatimia. To God be the glory. Utukufu uwe kwa Mungu. To God be the glory. Utukufu kwa Mungu. The problem with many people, shida ya watu wengi, they want to declare it now and it happens now. Wanataka wakitangaza sasa hivi inatendeka sasa hivi. God is a father.
Mungu ni baba. He cannot give you that which will harm you tomorrow. Hawezi kukupatia kitu ambayo itakudhuru He kesho. wants you to grow. Anataka ukue. That's why Jesus did not begin his ministry when he was 16. Ndiposa Yesu hakuanza kufanya huduma alipokuwa na miaka There is a 16. process. Kuna hatua. Allow the process to take forth. Ruhusu hiyo hatua itendeke. Allow God to work in you. Mruhusu Mungu afanye kazi ndani yako. And sure enough, as you mature, Na hakika unavyokomaa, you will look back and say, this has to be the hand of God. utatazama nyuma na kusema hii lazima iwe ni mkono To wa God Mungu. be the glory. Utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The scripture says, I've given you authority Kwa hivyo maandiko inasema nimekupa mamlaka. as a child of God, Ukiwa mtoto wa Mungu, as a king, ukiwa mfalme, to trample on snakes and scorpions kukanyanga nyoka na nge, and over all the powers of the enemy, na dhidi ya nguvu zote za adui. and nothing shall be able to harm me. Hakuna chochote I kitakachokudhuru. choose to believe that. Nachagua kuamini hiyo. I do not doubt Mimi sina shaka that if God said it, he will fulfill ya it. kwamba kama Mungu alisema atatimiza. I have no fear. Sina uoga. To God be the glory. Utukufu we kwa Mungu. Because I know if God before me, Najua Mungu akiwa upande wangu, no one can be against me. hakuna awezaye kuwa I kinyume na. know if God goes before me, Najua Mungu akinitangulia, no weapon fashioned against me shall prosper. hakuna silaha iliyoundwa I am kinyume na. the righteousness of God. Mimi ni haki ya Mungu. I am a peculiar person. Mimi ni mtu maalum. I come from a royal family, Natoka kwa jamii ya the kiufalme. family of God. Jamii ya Mungu. And this is how we overcome. Hivi ndivyo sisi ushinda. We declare, Sisi utangaza and God backs the na word. Mungu huunga neno mkono. God cannot lie. Mungu hawezi kusema If uongo. he says, I speak to the mountain, Akisema ninenee mlima, I don't care how the mountain will find its way to the water. sijui vile mlima itaenda kwa I bahari. just speak to the mountain, Mimi nitanenea mlima. and the mountain goes to the sea. Mlima itaenda baharini. I don't care how it goes. Sijui itaenda I vipi. don't care whether it's going to fly or Sijui right kama there. itapaa. All I know Kile ambacho najua, is I speak to the mountain, nenenea mlima, and the mountain will go. mlima lazima To iende. God be the glory. Utukufu we kwa Mungu. That's why David said to Goliath, Ndiposa Daudi akaambia Goliath, this day, siku hii, siku ya leo, God has placed you into my hands. Mungu amekuweka mikononi mwangu. I may be small, Mimi huenda ni mdogo, but my voice is backed by a big God. lakini mimi niko na Mungu mkuu. I may not be much, Huenda mimi sina mengi, but I know my God. lakini najua Mungu wangu. I know whom I have believed, Najua yule ambaye and I am persuaded nimeshawishika. that he is able. Anaweza, He is able. anaweza. And if he said he will, Alisema ataweza, I agree with him. nakubaliana naye. To God be the glory. Utukufu we kwa Mungu. Therefore, when I am weak, Nikiwa mdhaifu, then I am strong. niko na nguvu. When I am poor, Nikiwa maskini, then I am rich. basi mimi nitashinda. Because greater is he that is in me Mkuu ni yule aliye than ndani yangu he that is in the kuliko world. aliye ulimwenguni. No weapon fashioned against me shall be able to prosper. Itaweza kufaulu. Because I am an overcomer. Mimi ni mshindi. I am a child of Mimi God. ni mtoto wa I Mungu. am not afraid. Mimi siogopi. My background is not me. Msingi My wangu, family lineage is not me. pengine jamii yetu, I come from the background of Jesus. natoka kwa msingi He ya Yesu. has chosen me. Amenichagua. It is not me who has chosen him. Sio mimi He niliyemchagua. chose me. Yeye alinichagua. While I was still in sin, Nilipokuwa kwa he dhambi, came to find me. akaja He kunitafuta. came looking for me. Akaja And kunitafuta. he said, come, Akasema I njoo, will show you the right path nitakuonyesha so njia that sasa, you can dwell with me. ili ukae na. I don't know what you're going through, Jua but unachopitia. I want you to begin to declare Nataka uanze what kutangaza God says about you. kile Mungu anasema kukuhusu. Because God is not man Maana Mungu si that he mwanadamu should lie, eti aseme uongo. neither is he a son of Si man. mwana wa Adamu. Hallelujah. Hallelujah. That he should change his mind. Yes. If he has spoken it once, Kama amenena mara he moja, shall fulfill it. basi ataitimiza. Believe God. Mwamini Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Believe God with all your heart. Amini Mungu na moyo Bible wako. says
says, trust the Lord with all your heart. Mwamini Mungu na moyo Don't wako. lean on your own understanding. Usiegemee ufahamu. No, your understanding will deceive you. Ufahamu wako itakudanganya. God is bigger than your understanding. Mungu ni mkuu kuliko But in ufahamu. all your ways, Kwa njia zako acknowledge him, mtambue. and he shall. Yes. I said he Yeye shall. ata He shall direct your path. ataelekeza You may be thinking you're going in the right path, wengine wanafikiri but he is the one who will direct Yeye ndiye you. atakuelekeza. He is your director. Yeye anakuelekeza. Hallelujah. 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 Therefore, if God before us, Mungu akiwa nasi, who can be against us? nani atakuwa kinyume You nasi? know, Yes. you know, Unajua. he did not spare his own son. Hakumsaza mwanae, Let me say that again. What He did he did not spare his own son. hakumzuilia mwanake. You tell me, what else is he gonna hold back from me? Unaniambia eti hii ataninyima? He gave me his son Alinipa mwana wake so that he can show me ili anionyeshe there is nothing that he is able to withhold from me. ya kwamba hakuna kitu He ataninyima. gave me his best. Alinipa bora. Therefore, whatever else I want, Chochote kingine I nitahitaji can have it naweza kuipata, because he is my father. maana yeye ni baba And yangu. Jesus Christ is my big brother. Yesu ni kaka yangu. Therefore, whatever he has, Chochote I alicho, am a co-heir with Christ. mimi ni mrithi I pamoja na joint Kristo. heir with him. Sijali. I am not afraid. Mimi siogopi. Hallelujah. Hallelujah. Therefore, lift up your right hand and declare, Inua mkono wa kuume na utangaze. I declare I declare the year 2021 the year 2021 is the year of overwhelming success is the year of overwhelming success in all areas of my life. in all areas of my life. In Jesus' name, In Jesus' name, I prophesy I prophesy that anything I lay my hands to do that anything I lay my hands to do in the year 2021, in the year 2021, it will be successful it will be successful to the glory of God Almighty. to the glory of God Almighty. In Jesus' name, In Jesus' name, I shall break through I shall break through on every side. on every side. In Jesus' name, In Jesus' name, I declare I declare 2021, 2021, nothing shall be able nothing shall be able to limit or stop me to limit or stop me from what God has created me to be. from what God has created me to be. In the mighty name of Jesus, In the mighty name of Jesus, I receive the year 2021 I receive the year 2021 as my year of divine favor. as my year of divine favor. In the name of Jesus. 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 Wherever I go, Wherever I go, I decree, declare I decree, declare that I shall be preferred that I shall be preferred above every other person. above every other person. In the mighty name of Jesus Christ, In the mighty name of Jesus, I decree, declare I declare that the year 2021 that the year 2021 is my year of outstanding miracles. is my year of outstanding miracles. In the mighty name of Jesus, In the mighty name of Jesus, I decree, declare I decree, the declare year 2021 year 2021 is my year of financial increase. is my year of financial In the increase. mighty name of Jesus, In the mighty name of Jesus, I shall prosper in my job. I shall prosper in I my shall job. prosper in my business. I shall prosper in my I shall business. prosper in my investments. I shall prosper in my In the investment. name of Jesus, In the name of Jesus, I have unusual favor. I have unusual favor. Hallelujah. Hallelujah. I have unusual favor. I have unusual favor. God follows me wherever I go. God follows me wherever I go. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I will be accepted. I will be accepted. I will be promoted. I will be promoted. I will be successful I will be successful because the favor of God is upon my life. because the favor of God is upon my In life. the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah.